Kumbuka ni kipindi cha kutoka kanisani kikikujia kutoka parokia Katoliki ya Muhwesi iliyopo jimbo Katoliki la Tunduru Masasi, ambapo leo hii Wakristo wanasherehekea jubilei ya fedha ya miaka 25 tokea jimbo lao lilipoanzishwa mnamo mwaka 1986. Leo imetimia miaka 25, na tukio kubwa linalofanyika hii leo ni kuzinduliwa kwa seminari ya Mtakatifu Dionisi kutoka parokia hii ya Muhwesi hapa Tunduru, kutoka mkoa huu wa Ruvuma. Katika sherehe hii ya jubilei ya miaka 25 ya jimbo Katoliki la Tunduru Masasi, vile vile inatolewa sakramenti ya kipaimara, na kama unavyomuona Mwadhama Paul Kapengo ndio anatoa sakramenti ile kwa vijana ambao wamebahatika kuweka historia katika jubilei hii kwa kupokea sakramenti ya kipaimara. Kwa nzuri hii ya vijana wa seminaristi hawa wa Mtakatifu Dionisi hapa Muhwesi wanatumbuiza vizuri. Kanisa hili lililokusanywa na Roho Mtakatifu likuwe na kuenea popote likiwa na umoja na imani na mapendo mpaka atakapokuja Bwana. Bwana, tunakuomba utusikie. Tuwaombee watu wote ulimwenguni. Bwana atujalie sisi wanadamu wote tutambue na kukiri kuwa sisi sote ni ndugu, maana muumba wetu na baba yetu ni mmoja. Tusiwe na ubaguzi wa rangi wala ukabila, bali kwa moyo mnyofu tutafute ufalme wa Mungu, ndio amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Bwana, tunakuomba utusikie. Mungu, uliwapa mitume wako Roho Mtakatifu, ukataka mitume na waandamizi wao wape waamini huyo Roho. Utujalie kile ulichotenda wakati Injili ilipoanza kuhubiriwa kienee sasa mioyoni mwa waamini. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kumbuka ni kipindi cha kutoka kanisani kikikujia zaidi ya kilomita 800 kutoka katikati ya mji wa Dar es Salaam hadi katika mji wa Tunduru, ambapo Wakristo wa jimbo la Tunduru Masasi wanaadhimisha jubilei ya fedha ya miaka 25 ya uinjilishaji tokea jimbo lao lilipoanzishwa mnamo mwaka 1986. Leo imetimia miaka 25. Bwana atapokea chochote tulicholeta kwake, sisi tukikitoa kwa moyo wa ukarimu. Sisi Baba, twaomba upokee. Ndugu, twende tupeleke vipaji vyetu kwa Bwana. Ewe ndugu, twende tupeleke vipaji vyetu. Ewe ndugu, twende tupeleke vipaji vyetu kwa Bwana. Ewe ndugu, twende tupeleke vipaji vyetu. Bwana atapokea chochote tulicholeta kwake, sisi tukikitoa kwa moyo wa ukarimu. Sisi Baba, twaomba upokee. Uvipokee Bwana Mungu wetu, uvipokee vipaji vyetu Bwana.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe kwa Mungu Baba Mwenyezi. E Bwana, uzitazame dhabihu zetu tulizoweka juu ya madhabahu yako leo tunapomkumbuka Mtakatifu Dionisi. Tunakuomba utujalie msamaha wako, kwa sababu hata wao uliwajalia utukufu kwa njia ya mafumbo haya matakatifu tunayokutolea. Tunaomba yo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote. E Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, kwa maana umelijalia kanisa lako kuifurahia sikukuu ya Mtakatifu Dionisi, upate kuliimarisha kwa mfano wa maisha yake matakatifu, upate kulifundisha kwa mahubiri yake, na kulihifadhi kwa sala zake bora. Kwa hiyo sisi pamoja na malaika na umati wa watakatifu tunakuimbia wimbo wa utukufu, tukisema bila mwisho: Hosana, 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 Hosana juu mbinguni. Hosana, 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 Hosana juu mbinguni. E Bwana, kweli umtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu unatia uzima na kutakasa vitu vyote, wala huachi kuwakusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake wakutolee sadaka safi. Basi tunakusihi Bwana, uzibariki dhabihu hizi tunazokutolea, upende kuzitakasa kwa Roho wako, ili zigeuke kuwa mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Usiku ule alipotolewa, yeye mwenyewe alitwaa mkate, akakushukuru, akakutukuza, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.
Vivyo hivyo baada ya kula, akatwaa kikombe, akakushukuru, akakutukuza, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Hili ni fumbo la imani. Kwa hiyo, Bwana, tunapokumbuka mateso ya huyo mwanao na kufuka na kupaa kwake mbinguni, tunapongojea na kuja kwake mara ya pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii yenye uzima na utakatifu. Tunakuomba uiangalie na kuikubali hii sadaka ya kanisa lako uliotaka kutulizwa nayo. Utujalie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwanao, tujazwe na Roho wake Mtakatifu, ili tuwe mwili moja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na mitume na mashahidi wako wenye heri, Mtakatifu Dionysius askofu na shahidi msimamizi wa seminari yetu, na watakatifu wote ambao daima wanatuombea kwako. Tunakuomba Bwana, sadaka hii ya kutupatanisha nawe ilete amani na wokovu duniani kote. Uliimarishie kanisa lako imani na mapendo hapa duniani, yaani mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Benedikto wa 16 na askofu wetu Castor Msemwa, Mwadhama Kardinali Pengwa na yaadhimisha anaongoza misa takatifu, maaskofu na watumishi wako wote pamoja na taifa lako lote. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyoko hapa mbele yako. Baba mwema, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Uwapokee katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia katika hali ya neema, nasi tunatumaini kujawa na utukufu milele katika ufalme wako. Tujalie hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, aliye asili ya mema yote. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, na wacheni amani na wapeni amani yangu. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tutakiane amani. Mungu
Tazameni mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri yao wenye kualikwa kwenye karamu hii ya mwana kondoo. Bwana, sistahili kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo ndio tupate uzima wa milele. Amen. Naam, Yesu mwema, njoo kwangu nilishe chakula cha mbinguni. Kwa hii ya waimbaji wa seminari wa hapa Muwesi ndio wanaalika waumini kuja kupokea Ekaristi takatifu katika jubilei hii ya fedha ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki la Tunduru Masasi. Kama wewe hujabahatika kwenda kanisani kutokana na kazi, unaumwa, TBC1 ndio kanisa lako kubwa, na umpokee Yesu sasa. Mimi ni mdhambi, makosa yangu ninayatubu kwako, unisafishie roho yangu. Yesu mwema, njoo kwangu, unilishe na chakula cha mbinguni chenye uzima wa milele. Yesu mwema, njoo kwangu, unilishe na chakula cha mbinguni chenye uzima wa milele. Nami nikae kwako, Yesu mwema, urafiki udumu daima. Yesu mwema, njoo kwangu, unilishe na chakula cha mbinguni chenye uzima wa milele. Yesu mwema. Mtazamaji, pengine kusimulia tu historia fupi ya Jimbo Katoliki la Tunduru. Ni kwamba Ukristo uliingia katika Jimbo Katoliki la Tunduru tarehe 2 mwezi wa pili mwaka 1895. Ilikuwa ni sikukuu ya kutolewa Bwana hekaluni, ambapo misa ilisomwa katika tarehe hiyo ya pili mwezi wa pili mwaka 1895 upenuni mwa nyumba ya mzee Masawe katika kijiji cha Lukuledi. Hapo ndio mbegu ya kwanza iliweza kupandwa na Ukristo ukaendelea kusambaa sehemu mbalimbali za jimbo hili Katoliki la Tunduru Masasi. Na Ukristo huu uliletwa na wamisionari wa Kibenediktini kutoka Ujerumani walipotembelea katika bara hili Afrika, na walikuja katika nchi ya Tanzania baada ya kupata taarifa kutoka kwa wapelelezi ama explorers kwa juu ya hali ya Afrika pamoja na watu wake, na wakaambiwa kwamba wanaweza kujitosa kueneza neno la Mungu. Wewe ndiwe tabibu pekee wa roho yangu, tena ndiwe kimbilio langu. Wewe Bwana wanijua hata nafsini mwangu. Wewe ndiwe tabibu pekee wa roho yangu, tena ndiwe kimbilio langu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Baba Mwenyezi, aliwafanya ninyi kuwa wanao wateule mlipozaliwa kwa maji na Roho Mtakatifu. Awalinde kwa upendo wake wa kibaba. Awabariki mwanawe wa pekee,
aliahidi kwamba Roho wa ukweli atadumu kukaa katika kanisa na pia awaimarishe kwa nguvu zake katika kuiungama imani ya kweli. Awabariki Roho Mtakatifu aliyewasha moto wa mapendo katika mioyo ya wafuasi, na ninyi mliokusanyika hapa wafikishe pamoja bila dhambi kwenye furaha ya ufalme wa Mungu. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumtukuze Bwana. Naam, mtazamaji wa TBC1 popote pale ulipo, misa takatifu ya jubilei ya fedha ya miaka 25 kutoka Jimbo Katoliki la Tunduru Masasi tokea lilipoanzishwa mwaka 1986, leo imetimia miaka 25. Wakristo wameweza kufurahia tukio hili la kihistoria. Kihistoria ni kwamba Ukristo ulipenya katika jimbo la Tunduru Masasi mnamo mwaka tarehe 2 mwezi wa pili mwaka 1895 katika kijiji cha Lukuledi. Ni zamani sana, na Ukristo huo ukaweza kusambaa sehemu mbalimbali za jimbo hili Katoliki la Tunduru Masasi. Misa takatifu ya jubilei imeongozwa na Mwadhama Paul Kapengo, askofu mkuu wa jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam. Niliyekuletea kipindi hiki cha kutoka kanisani, kama kawaida, mimi ni mtayarishaji wako Festus Makerubi, nikiwa nimeshirikiana na mpiga picha wangu Hamisi Mwege. Kwa pamoja tunakutakia Jumapili yenye baraka tele na Mungu akubariki. Asante na kwaherini.